nipo hapa katika viwanja hivi vya Gymkhana kwa ajili ya kusema neno la kwaheri, lakini pia kusema neno la hodi kwa Chama cha Mapinduzi. Mimi nichukue fursa hii kuwashukuru sana Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa kunilea, kunipa elimu ya siasa, lakini pia kuniandaa kama ambavyo kanuni yetu ya Umoja wa Vijana inataka kufanya hivyo katika sehemu ya majukumu ya UVCCM. Kwa kweli elimu ambayo nimeipata nikiwa hapa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa kweli itanisaidia sana katika maisha yangu kuanzia leo mpaka siku nyingine zijazo. Na kwa kweli pia nichukue nafasi hii kumshukuru sana mwenyekiti wa UVCCM Taifa na kamati yake ya utekelezaji ya Baraza Kuu la UVCCM Taifa. Katika kipindi chote nilichokuwa naibu katibu mkuu wa UVCCM Zanzibar, wamekuwa wakinishauri vizuri, wakinielekeza vizuri, na mapendekezo yote ambayo tuliyapeleka kama sekretariat chini ya katibu mkuu yalipokelewa vizuri, kujadiliwa vizuri, na akawa yanashibishwa, yanaingitiwa nyama vizuri, yanakaa vizuri, tunawapeleka kwenye Baraza Kuu, yanapitishwa. Tumefanya hatimaye viongozi wetu wa chama chetu wakaona Umoja wa Vijana tunafanya vizuri, tupewe nafasi hii ya naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar. Nafasi hii ndugu zangu siyo ya Abdi na wala siyo ya naibu katibu mkuu wa CCM. Nafasi hii ni ya watu wote wana CCM, wapenda maendeleo na wakereketwa wa Chama cha Mapinduzi. Mimi wito wangu kwa vijana wenzangu, kwa kuwa hapa tuko katika viunga vya vijana hapa Gymkhana, umoja na mshikamano, utiifu, nidhamu ni kitu muhimu sana ambacho kitawafanya vijana wengine kufikia malengo yao. Kwa nikiwa hapa katika viwanja hivi vya UVCCM Gymkhana, naomba vijana wenzangu tuendelee kuwa watiifu kwa chama chetu, tuendelee kuwa watiifu kwa viongozi wetu, tuendelee kuwa watiifu kwa vikao vyetu vya Chama cha Mapinduzi. Maamuzi ambayo yanafanywa sisi kama watendaji na wanasiasa katika maeneo yote, tuende tukasimamie. Maneno yanahusu unaibu katibu mkuu wa CCM nitazungumza baada ya kupata nafasi tukiwa pale chamani. Nawashukuru sana viongozi wenzangu pamoja na wanachama wa UVCCM katika kipindi chote ambacho tulikuwa pamoja katika Umoja wa Vijana, na kwa kweli malezi niliyopata nitakumbuka daima na nitapigania, nitasimamia na nitahakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinanufaika na elimu yangu ya kupita Umoja wa Vijana. Nawashukuru sana, na sasa niko tayari kwa ajili ya ratiba inayofuata. Asanteni sana. Kwaherini Umoja wa Vijana. Hodi Chama cha Mapinduzi. Umoja wa Vijana oye! Jamani, asanteni sana, nawapenda sana. Awali ya yote naomba kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia hadi muda huu kuwa na afya kamili, afya njema iliyotuwezesha kwa pamoja kukutana katika viunga hivi vya afisi kuu ya CCM Kisiwandui. Lakini la pili, nawashukuru sana viongozi wetu wa kitaifa. Kwanza pekee ni mshukuru sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuongoza vyema vikao vyetu na chama chetu pamoja na serikali yetu, lakini pia kwa kipekee kabisa kuletea maendeleo makubwa katika nchi yetu. Lakini pia nimshukuru sana Daktari Hussein Ali Mwinyi, makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi,
kwa kuleta maendeleo ya kasi katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba. CCM oye! Lakini pia nimshukuru sana Dkt. Samia Suluhu Hassan na Dkt. Hussein Mwinyi kwa imani yao kubwa walionionyesha mimi kwa kunipendekeza katika vikao vya kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa na baadaye vikupeleka katika vikao vya halmashauri kuu ya taifa kwa ajili ya kupeleka jina langu kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli naishukuru sana halmashauri kuu ya CCM taifa kwa kupitisha kwa kauli moja jina langu kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar kuanzia tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026 mpaka pale nitakapomaliza uongozi wangu. Lakini pia namshukuru sana naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar mstaafu Dr. Mohamed Said Dimwa. Kwa kweli Dr. Dimwa alikuwa ni mwenyekiti wetu wa sekretarieti ya kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa mpaka pale tarehe 29 alipomaliza uongozi wake. Kwa kweli mzee wangu, mimi nakushukuru na nakuomba wakati unaelekea katika mapumziko ya kustaafu na majukumu mengine ambayo utayapata katika utumishi wa chama chetu na serikali yetu, uendelee kuniombea na mimi siku ambayo nikimkabidhi naibu mwenzangu kijiti hichi cha uongozi wa naibu katibu mkuu wa UVCCM Zanzibar, na mimi nipokelewe kama hivi ambavyo maandalizi haya umeyafanya kunipokea mimi. Jambo hili ni kubwa la imani, lakini pia umenikabidhi chama hichi kina ushindi mkubwa wa kishindo wa Daktari Hussein Ali Mwinyi ambao umepatikana katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2025. Najua kwamba kazi iliyokuwa mbele yangu ni kubwa sana, lakini kazi hii kwa kweli ilikuwa nyepesi, na ndio maana leo umekabidhi chama hichi, chama kikiwa imara sana. Hongera sana naibu katibu mkuu mstaafu. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wajumbe wenzangu wa sekretarieti ya halmashauri kuu ya taifa. Nilipokuwa mjumbe wa sekretarieti nikuwakilisha kutoka umoja wa vijana kama naibu katibu mkuu wa UVCCM Zanzibar, kwa kweli walinipa mashirikiano mazuri katika sekretarieti, na kwa kweli tumefanya kazi vizuri, tuna umoja na mshikamano, na hii ndio msingi na uimara wa chama chetu. Nawashukuru sana wajumbe wenzangu wa sekretarieti. Nashukuru sana wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Kipindi nilichokuwa naibu katibu mkuu wa UVCCM wamenilea vizuri, wamenipa miongozo vizuri, na kwa kweli mpaka nimefikia hapa leo kuwa naibu katibu mkuu wa CCM, mchango wao katika maisha yangu ya siasa na katika uzoefu wangu wa kazi, kwa kweli wamejitahidi sana, na kwa kweli nawashukuru, na kwa kweli tutashirikiana nao viongozi wenzangu wote ili kuleta maendeleo katika chama chetu na nchi yetu. Lakini pia ndugu wana CCM ambao mmejitokeza hapa leo kwa wingi, hii mmenipa deni kubwa sana kuonesha kwamba chama chetu, Chama cha Mapinduzi, ni chama kikubwa, chama chenye upendo, chenye mshikamano, lakini pia nakabidhiwa kikiwa imara sana. Ningekabidhiwa chama hichi pana watu 5 10 hapa, na mimi ningejisifu, yani ningeanza kuweka mashaka, lakini wingi wenu mliojitokeza hapa, hii ni ishara kwamba chama chetu kiko imara, na mimi nawaomba mniombee kwa Mwenyezi Mungu ili chama hichi na mimi nije nikikabidhi nikimaliza utumishi wangu kikiwa imara zaidi ya hivi. Lakini pia nimshukuru sana Daktari Hussein Ali Mwinyi ambaye yeye kwa hapa Zanzibar ndo anakuwa mwenyekiti wetu wa kikao cha kamati maalum ya halmashauri kuu ya CCM taifa, ambapo anasimamia siasa, anasimamia pia na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, anaiongoza vizuri. Tumeona serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imepiga hatua kubwa ya kuleta maendeleo katika nchi yetu, na hiyo hasa ndiyo azma ya chama chetu. Na mimi nikiwa katika nafasi hii ya naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, mimi nitasimamia, kwanza nitaendelea kuyalinda, kuyatetea, kuyapigania mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Na naomba wana CCM wenzangu tushirikiane katika kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi na mapinduzi matukufu ya Zanzibar yanakuwa imara, lakini pia tunaimarisha na tunaenzi kama ambavyo wazee wetu walivyoiasisi nchi hii. Lakini pia vile vile katika kipindi chote hichi ambacho mimi nitaendelea kuwa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, kama nilivyosema awali, nitashirikiana na viongozi wenzangu wote
katika kuhakikisha kwamba chama chetu kinapiga maendeleo. Nafahamu kwamba tunayo katiba ya Chama cha Mapinduzi inatakiwa kusimamiwa, lakini kuna vikao vya Chama cha Mapinduzi vile vya ngazi ya taifa, vya ngazi ya mikoa, vya ngazi ya wilaya, jimbo, wadi pamoja na matawi na mashina. Lazima vikao viitishwe na vikaliwe kama ambavyo katiba imeelekeza. Huo ni wajibu wangu, na katika hilo na waahidi wana CCM wenzangu mbele ya viunga hivi vya afisi kuu, jambo hilo tutalisimamia, tena tutalisimamia kwa 100%. Lakini pia najua kwamba zipo kanuni za usalama na maadili na kanuni nyingine zimetajwa katika katiba ya CCM. Katiba yetu ya CCM ya Chama cha Mapinduzi imetaja pale kuna kanuni takriban 14, vitabu 14 ambavyo chama hichi ndo msingi wa uongozi na utendaji katika chama hichi. Mimi ndugu wana CCM nawahakikishia kwamba mbele ya viunga hivi vya afisi kuu tutahakikisha kwamba kila kanuni na katiba yetu tunaifuata vilivyo ili chama chetu kiendelee kwenda mbele. Na ndugu zangu, hususan wa rika langu na rika la juu yangu na rika la chini yangu, Chama cha Mapinduzi ni chama kenye sera nzuri sana. Chama cha Mapinduzi hakina ubaguzi, hakina upendeleo, na kinamthamini kila mtu ambaye anatoa juhudi, jasho na maarifa yake katika kukijenga chama hichi. Juzi tu shahidi wa hilo, halmashauri kuu ya CCM taifa ilifanya maboresho madogo ya sekretarieti ya halmashauri kuu ya taifa, ambapo tumeteuliwa mimi na wenzangu wengine watatu. Lakini katika wale walioteuliwa kuna mtu mmoja anaitwa ndugu yangu Chacha. Chacha alikuwa mkuu wa mkoa wa Tabora. Yeye ni mkuu wa mkoa ambaye alikuwa akitokea mwizi katika mkoa wake, yeye anamtafuta popote alipo mpaka anampandisha mahakamani, na alisimamia vizuri mkoa wa Tabora. Nendeni kaangalieni katika makala mbalimbali, lakini nendeni kaangalieni historia yake. Ni kijana safi, mtulivu, amefanya kazi nzuri na Chama cha Mapinduzi kwa sababu kinapenda watu safi, kinapenda kusimamia maadili, kinapenda kufanya mambo mazuri ili wananchi waendelee kukipenda. Kimemchagua kutoka mkuu wa mkoa, kimemweka katibu wa idara ya organization. Hii ni ishara kubwa kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama bora, ni chama ambacho kinapenda maendeleo, lakini pia kinapenda watu wenye kujituma na kufanya kazi. Lakini pia kimemchagua Chama cha Mapinduzi mzee wangu Agrey Mwandi, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi bara. Kwa kweli mzee yule mnamjua historia yake, amekuwa naibu waziri, amekuwa mkuu wa mkoa na amekuwa msafi, lakini pia pamoja na kustaafu kwake ameendelea kukipigania na kukisimamia Chama cha Mapinduzi. Amekuwa akitoa mafunzo katika maeneo mbalimbali na hakuchoka. Kwa kweli chama kikaona mchango wake bado unaendelea, kimemteua tena, amerudi kwenye sekretarieti ya halmashauri kuu ya taifa kwa naibu katibu mkuu wa CCM bara. Lakini pia ndugu yangu jamani, baada ya kumaliza uchaguzi wa 2025 amekosa uongozi, lakini bado amekuwa mtiifu kwenye chama chetu, amekuwa akitoa ushauri, amekuwa yani hakuendeleza kitu chochote makundi wala kitu kingine chochote. Kimemrejesha kwenye sekretarieti ya halmashauri kuu ya taifa kwa nafasi ya katibu wa uchumi na fedha. Lakini na mimi nimeelezewa hapa na katibu Mbeto, hii yote hawa viongozi wote, manake CCM kwanza haichagui kwa mtu kwa umri wake. Manake mimi wamenichagua nilikuwa mdogo, lakini naibu katibu mkuu mwenzangu Agrey Mwandi yeye akiwa mzee kidogo. Lakini pia imewachagua vijana wengine wawili. Hii ni kuashiria kwamba unapofanya kazi vizuri, uweledi na kazi iliyotukuka kwa nchi yako au kwa chama chako, Chama cha Mapinduzi kitakuchukua ili uimarishe utendaji na ulete sifa katika chama chetu. Kwa kweli tukipongezeni chama chetu cha Mapinduzi. Lakini pia Chama cha Mapinduzi hichi pia kimeona sasa hivi rika kubwa lililokuwepo katika nchi yetu kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwaka 2022, 65% ni vijana kuanzia miaka 18 mpaka miaka 35. Lakini pia kuna rika la kijana hapo kutoka miaka 35 mpaka miaka 40, wengi wapo katika sisi. Baada ya kuona hivyo, Chama cha Mapinduzi katika sekretarieti ile ambayo ndio injini ya chama chetu, yumo kakaangu Kenan kiongozi, yumo dadangu Rabia, nimo mimi, na wapo viongozi wa jumuiya ambao yuko kakaangu Salum Hapi ni kijana, kakaangu Mwinyi Halid ni kijana, lakini pia yuko pale
dada yangu Susan Kunambi, rika hili sasa hivi ndio rika ambalo lina watu wengi katika dunia au katika nchi yetu. Kwa hiyo kutupa sisi nafasi hizi, maana yake tumefungua milango kwa vijana wenzetu waje kwenye chama chetu, tutoe mawazo yetu, tutoe michango yetu kwa ajili ya kukijenga, kukiimarisha na kukipigania. Ndugu zangu, wakati unatolewa uhuru kule Tanganyika mwaka 61, Mwalimu Nyerere hakuwa mzee, alikuwa na rika hili la kwetu sisi, lakini yeye ameshirikiana na viongozi wenzake kwa kipindi kile, na wamechukua busara za wazee na watu wengine mpaka leo nchi yetu imefikia hapa. Lakini pia mzee Karume wakati atakabidhiwa hapa Zanzibar baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar mwaka 64, alikuwa na miaka 41. Kwa hiyo na yeye bado alikuwa katika umri huu wa ujana. Kwa hiyo ndugu zangu na viongozi wote na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, mimi naomba sana, chama hichi kinataka kipiganiwe na watu wenye nguvu, lakini pia chama hichi kinataka kijengwe kwa hekima na busara na wazee na kina mama wetu. Kwa hiyo sisi tunawaomba sana, na sisi na mimi nilikuwa kama naibu katibu mkuu, milango yangu itakuwa wazi muda wote. Wazee waje watushauri, tunapokosea waje watukosoe, wanapoona hili linaenda vibaya waje watushauri, lakini pia watuombee dua huko walipo. Lakini pia tunawakaribisha katika ofisi hii ya afisi kuu ya CCM Zanzibar. Lakini pia najua tuna ofisi zetu za mikoa na wilaya. Mimi naomba nitangaze hapa, tutakuwa tuna makatibu wetu wa mikoa na wilaya ambao wanatusaidia kufanya kazi. Wanazo secretariat zao za mikoa katika mikoa yao. Mengi nitakuja kuzungumza kwao, lakini mkoa utotoa malalamiko mengi, ikiwa ya serikali, ikiwa ya Chama cha Mapinduzi. Watu wengi wakija hapa afisi kuu kulalamika, wakiacha mikoa na wilaya, maana yake mikoa yetu itakuwa itusaidii, na lazima safu za uongozi za mikoa hiyo lazima tusibadilishe. Na sisi, mimi nilikuwa kama mtendaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, inapofika wakati wa uchaguzi, Chama cha Mapinduzi ndicho kinachoenda kuomba kura kwa wapiga kura na wananchi. Hivyo CCM Zanzibar au CCM Tanzania, jukumu lake kubwa ni kuisimamia serikali, kutoa huduma zinazostahili kwa wananchi, huduma bora za kuleta maendeleo, huduma bora za kijamii. Tunajua kama Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi wanatoa fedha nyingi za kupeleka katika halmashauri zetu, katika mikoa yetu, katika wizara yetu, ili ziweze kuleta maendeleo katika nchi yetu. Akitokea mtendaji mzembe, Chama cha Mapinduzi kikienda kwenye miradi ikiona inasuasua, sisi kwenye chama hakuna maamuzi ya mtu mmoja. Mimi kama mwenyekiti wa sekretariat ya kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa, tutakusanya kasoro zote, lakini kwa wale wanaotufanya vizuri tutakusanya uimara wao, tutaleta kwenye vikao vya kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa. Anofanya vibaya tutamshtaki katika kikao cha halmashauri kuu ya taifa, ili mtu huyo aondoke, asiletuletee malalamiko katika eneo lake. Lakini pia vile kwa kiongozi ambaye atafanya vizuri, ukiwa uko wilayani, ikiwa uko mikoani, ikiwa uko sehemu yoyote, salamu za Chama cha Mapinduzi za kukupongeza hizo zitakuja. Tunajua kama Daktari Hussein Ali Mwinyi amemaliza matatizo mengi ya kijamii ambayo yalikuwa yanalalamikiwa katika mitaa yetu, katika jamii yetu, katika mikoa yetu. Tunampongeza sana Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sasa kazi ya sekretariat ya kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa na kazi ya kamati za siasa ya mikoa na wilaya, miradi hii kuwaeleza wananchi kwamba miradi hii imetekelezwa na Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Daktari Hussein Ali Mwinyi, na miradi hii wanapoitumia wajue kama CCM ndio ambayo imeitengeneza, na wao waendelee kuilinda na kuitumia vizuri. Lakini pia miradi hii lazima tuisemee. Daktari Hussein Ali Mwinyi nimemuona naibu katibu mkuu na nimemuona katibu mwenezi hapa, wamekuwa wakisemea vizuri sana. Lakini katika kipindi hichi ambacho na mimi nitakuwepo, nitaendelea kuchukua yale ambayo wao wameishia na kuendelea kwenda kuisemea, kuikagua na tunaomba sana wananchi, tunapokuja katika maeneo haya, mtuunge mkono, mtushike mkono, lakini tuwe pamoja katika kuhakikisha kwamba miradi ya CCM ambayo imetekelezwa katika serikali inalindwa, lakini inatumiwa vizuri na inatumika na wananchi. Lakini pia ndugu wana CCM wenzangu, chama hichi sio kipya, wala sisi viongozi sio wapya. Kwa mfano kama hapa kamati maalum ndio kwanza nimechaguliwa mimi tu, waliobakia wengine wale. Kwa hiyo hakuna kitu kipya ambacho sisi tutafanya, isipokuwa tutaimarisha umoja, mshikamano na mashirikiano.
na naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar kama nilivyomuelezea mwanzo kafanya kazi yake vizuri mno. Naomba sana wana CCM wakerekebishwa na wapenda maendeleo, yoyote mtu anokuja ofisini kwangu aje alete ushauri, maoni na mambo ambayo anayaona tukiyafanya tutaendelea kuwa imara, kuwa wamoja na kuwa mshikamano. Lakini sitaki niletewe malalamiko ya mtu, udhaifu wa mtu, wala kasoro za mtu. Tuletewe mambo ambayo yatatuwezesha sisi tunajenga chama chetu, tutakimarisha na kwa pamoja tutasonga mbele. Na mimi ahadi yangu kwamba nitawasikiliza, nitachukua ushauri wenu, tutauchakata, wa kupeleka kwenye vikao tutapeleka kwenye vikao, lakini na ule ambao wa utendaji ambao mimi nausimamia nitashirikiana na wenzangu katika kuhakikisha kwamba tunausimamia ili chama chetu kiendelee kuwa bora. Jamani, mimi napenda sana kuishukuru pia, napenda kuishukuru jumuiya yangu ya Umoja wa Vijana. Nilisema nikiwa kule na hapa nikiwa sijasema itakuwa sijatendea haki. Namshukuru sana mwenyekiti wangu wa UVCCM Taifa, ndugu Mohamed Ali Mohamed Kawaida, kwa malezi yake kwangu tokea nimeingia naibu katibu mkuu wa UVCCM Zanzibar. Amekuwa akinipa mashirikiano ya kutosha. Lakini pia nawashukuru sana wajumbe wenzangu wa kamati ya utekelezaji ya Baraza Kuu la UVCCM Taifa, na hapa yupo pia na dada yangu Rehema Sombi, makamu mwenyekiti wetu. Kwa kweli wazee wangu hawa wamenilea, wamenifundisha, na mpaka leo mimi nimeonekana kupewa nafasi ya kwenye chama ni malezi yao na mashirikiano yao. Na wakati nikiwa Umoja wa Vijana tulikuwa tunashirikiana vizuri, na nadhani mashirikiano yetu na kwa pamoja kwetu ndio maana mimi leo nimeteuliwa nafasi hii. Lakini nawashukuru sana wajumbe wa Baraza Kuu la UVCCM Taifa. Kwa kweli nawashukuru sana. Nimeona hapa wapo pia wawakilishi wale waliotoka bara wamekuja pia kushiriki na sisi na kutupa mashirikiano katika hatua hii. Kwa kweli ndugu zangu, mimi nawashukuru sana, na kwa kweli malezi yenu ya Umoja wa Vijana yamenikuza, yamenilea, na mpaka viongozi wangu wameona natosha kwa nafasi hii, sitawaangusha jumuiya yangu ya Umoja wa Vijana. Lakini kwa jumuiya zilizobaki, wazazi na UWT, tumekuwa tukikutana katika secretariat, lakini tumekuwa tukikutana katika utumishi wa chama chetu. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana, mmenisaidia sana. Wakati tuko katika jumuiya ile Umoja wa Vijana tumeshirikiana vizuri, tumefanya mambo mengi. Ndugu zangu, mengi nimezungumza, lakini pia niwashukuru sana vijana wenzangu, makundi yote ya hamasa yalikuwepo hapa Zanzibar. Kwa kweli makundi ya hamasa yote, sitaki nitaje moja moja, yameinuliwa hapa. Nikitaja nitakuja kusahau. Lakini kwa kweli ya Unguja na Pemba nawashukuru sana. Toka nimeingia tumefanya kazi nyingi kubwa za kizalendo. Na wakumbuka na wakati nilikuwa naibu katibu mkuu wa CCM na kuwa mlezi pia wa jumuiya za chama. Bado nitaendelea kuwa Umoja wa Vijana, bado nitaendelea kuwa wazazi, bado nitaendelea kuwa UWT. Na waomba tuendelee kuombeana na tushirikiane katika kuendeleza chama chetu na kukifanya chama chetu kiwe imara zaidi. Ndugu wana CCM, nawashukuru sana kwa mapokezi haya makubwa ambayo mmenionyesha leo. Kuanzia pale Jimkana mpaka sehemu zote tulizopita, lakini pia na hapa afisi ya CCM Zanzibar. Mimi sina cha kuwalipa isipokuwa malipo yangu ni kufanya kazi kwa uweledi, kufanya kazi vizuri ili chama chetu kiendelee kuwa na nguvu na imara zaidi. Ndugu zangu, mwakani kuna uchaguzi wa chama. Katika uchaguzi mkuu wa chama tutaelezana katika maeneo mengine, lakini nawaomba wana CCM wote, kila mtu ana haki ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Lakini la mwisho kabisa kwa leo na kwa muda huu kwa sasa, watia nia, naomba sana wasije wakatangaza nia ofisini kwangu. Naomba watia nia waendelee kufanya kazi ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu muda wa uongozi bado haujatangazwa kwenye chama chetu. Utapofika muda wa kugombea utatangazwa, kama kipo kipengele cha kuweka nia kitawekwa huko, lakini kwa sasa hivi naomba sana watuachie tuendelee kufanya kazi iliyotukuka ili chama chetu kiwe imara na kizidi kusonga mbele. Baada ya hayo, naishukuru sana pia kamati ya maandalizi ya tukio hili. Kwa kweli kamati ya maandalizi imefanya kazi nzuri, na kwa kweli mimi kama naibu katibu mkuu na leo nimekaribishwa hapa, nimeridhishwa sana na washukuru sana na hongereni sana. Na nashukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama, toka tumeanza kutembea mpaka tumefika hapa tuko salama. Hii inaashiria kwamba mkoa mjini Magharibi na Zanzibar ipo salama na tuko tayari kwa ajili ya shughuli zetu. Kwa hiyo baada ya hayo, ndugu wana CCM na viongozi ambao mmejitokeza hapa, nawashukuru sana na nawatakia kila laheri na mafanikio. Mwenyezi Mungu wa mbinguni aendelee kutulinda, kutuongoza
ili tuendelee kukijenga, kukiimarisha chama chetu. Asanteni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi!